kutoka kule nchini Tanzania. Na sasa moja kwa moja turejee hapa nchini Afrika Kusini, ambayo ndio ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii ya leo. Ni kwamba Afrika Kusini na Umoja wa Ulaya wametia saini ushirikiano wa madini muhimu na kuahidi kuimarisha utandawazi wa pande nyingi kabla ya mkutano wa G20 ambao utaanza rasmi kesho. Na kulichambua hili tunaungana naye hapa Nixon Katembo. Nixon, karibu sana katika studio hapa, japo ni mwenyeji. Unadhani ushirikiano wa Afrika Kusini na Umoja wa Ulaya katika madini umuhimu utaongeza nafasi gani za kiuchumi katika nchi ya Afrika ya Kusini? Nadhani hii ni fursa kubwa kwa nchi ya Afrika Kusini. Ukiangalia uchumi wake kwa muda mrefu umekuwa ukidorora. Sasa kupata fursa ya kuwa na ushirikiano wa madini muhimu kwa bara la Ulaya, ambao ni pamoja na bara mojawapo lenye viwanda zaidi, kwa mfano taifa kama la Ujerumani ambalo linahitaji madini ya Afrika Kusini kwa ajili ya viwanda vyake. Hilo ni moja. Umoja wa Ulaya umekuwa mshirika mkubwa wa kiuchumi kwa taifa la Afrika Kusini. Na nadhani nafasi hii inatoa fursa kubwa zaidi ya uwekezaji katika sekta hiyo ya madini ya Afrika Kusini. Kumbuka Afrika Kusini ni mzalishaji wa 70% ya platinum duniani. Na hii ni muhimu kwa bidhaa tofauti ikiwemo uzalishaji wa ndege pamoja na mambo mengine ambayo yanahusu masuala ya kiviwanda. Sasa Umoja wa Ulaya kuwa na ushirikiano wa kiuchumi kwa namna hii inaipa zaidi Afrika Kusini kuinua uchumi wake na kupiga hatua katika uzalishaji wa, kwa mfano, ajira na kukuza kipato chake cha serikali ili kuweze kumudu mambo mengine kama kodi kwa wazee, watoto kama ilivyo ada hapa nchini, kwamba hawa watu wanategemea pato la serikali. Sasa pato la serikali likiongezeka, haina maana kumudu maisha ya kawaida ya Afrika Kusini itaweza kupanda juu iwapo mkataba huu utatekelezwa na kuto kuingiliwa na hali ya kisiasa ambayo tumekuwa tukiona, haswa masuala ya rushwa. Na hiyo ni habari njema kwa Afrika Kusini, lakini pia kubwa zaidi ni kwamba unadhani ushirikiano huu unaweza kubadili mahusiano ya Afrika Kusini na mataifa mengine makubwa nje ya Umoja wa Ulaya kama Marekani? Bila shaka. Kwanza hilo ni moja, kwamba iwapo Marekani tajiweza kujifanya vile imeweza kusema kwamba haitakuja kushiriki katika mkutano huu wa G20, wakati ambapo Afrika Kusini ndio mwenyekiti na Umoja wa Ulaya mataifa yake baadhi yako katika G20, ikiwemo hata taifa la Uingereza ambao ni washirika wa Marekani katika ule mfumo wa G7, yani mataifa makubwa yenye chumi zaidi duniani 7. Sasa kwa Marekani kujiondoa, nadhani na Afrika Kusini kuwa mwenyekiti na kuwa na ushirikiano wa Umoja wa Ulaya itaipa zaidi nafasi Afrika Kusini kuwa na ubora zaidi wa ushirikiano wa kiuchumi kwa mataifa haya. Pili, Afrika Kusini ni mojawapo ya mataifa yaliyounda umoja wa ushirikiano wa kiuchumi wa BRICS. Sasa nafasi yake kuwa na ushirikiano wa mataifa ya magharibi katika shirikisho hili la G20 pamoja na kuwa mwanachama wa BRICS inatoa mwanya zaidi wa fursa za kiuchumi kwa taifa hili. Na si kwa taifa hili. Taifa hili ukiliangalia limekuwa zikitetea sana maslahi ya ndani na maslahi ya bara la Afrika ikija masuala ya kiuchumi kwenye ngazi ya kimataifa. Sasa hii ni fursa kubwa kwa taifa hili na Afrika Kusini kwa jumla kuweza kujiendeleza kiuchumi, kuendeleza masuala ya bara kiuchumi na kutetea maslahi ya Afrika kwa mapana, kwa sababu madini yake na ushirikiano wa uchakachuaji, kwa mfano wa madini, uchimbaji wa madini. Kuna makampuni kadhaa ya Afrika Kusini ambayo tayari yako katika mataifa ya Afrika Mashariki, kwa mfano kule nchini Uganda, nchini Tanzania na hali kadhalika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mfano. Hii itatoa fursa zaidi kwa makampuni haya na uzoefu walionao katika sekta madini
kuwa nafasi nzuri kwa Afrika Kusini na kwa bara la Afrika kujikuza zaidi katika masuala hii ya sekta ya kiuchumi ambao makubaliano yamesainiwa na Umoja wa Ulaya na taifa la Afrika Kusini. Nixon, kwa kumalizia kwa ufupi kabisa, nadhani sasa hivi tunasema kwamba tayari muda umewadia, kesho ndio siku yenyewe. Unadhani G20 kwa mara ya kwanza kufanyika katika bara la Afrika, hii inaleta tafsiri gani kwa Afrika? Tafsiri yake ni kwamba kuna mabadiliko ya kisiasa na siasa za kimataifa. Wenyewe kwa lugha ya Kiingereza wanasema geopolitics, kwamba sasa huwezi kuliacha bara la Afrika nje. Lazima liwe bara ambalo linashiriki katika uchumi wa dunia katika siku za usoni. Mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina kabisa kuhusiana na taarifa hii kutoka hapa nchini Afrika Kusini. Nikutakia maandalizi mema ya G20. Asante sana. Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, umetoka kumsikiliza Nixon Katembo akichambua kwa kina namna ambavyo Afrika Kusini na Umoja wa Ulaya wametia saini ushirikiano wa madini muhimu kabisa na kuahidi kuimarisha utandawazi wa pande nyingi kabla ya mkutano wa G20 ambao utaanza rasmi hapo kesho. Na msikilizaji, na sasa tukiwa tunazidi kusonga mbele, ni some jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H Kamuzubanda, anasema anatupata vizuri kabisa. Anasema uwepo wa G20 katika bara la Afrika, hii ni fahari kwa Waafrika. Asante sana. Lakini pia mwingine huyu hapa anasema anaitwa Kapele, anasema anaitwa Lezo kutoka kule Beni, anasema nawapata vizuri kabisa Channel Africa, niko pamoja nanyi mpaka tamati. Asante sana. Mwingine huyu hapa anasema anaitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole kutoka kule Kongwa, Tanzania, anasema niko pamoja nanyi. Hongereni sana Afrika Kusini kwa mkutano huu. Asante sana. Na sasa tukasikiliza habari za uchumi na biashara.